Baraza la Senate la Marekani limepiga kura ya kiuratibu ya kuendelea na hatua za kumshinikiza rais wa Marekani Donald Trump kuondoa Marekani kutoka kwenye vita na Iran au kuomba idhini ya bunge ili kuendelea na hatua za kijeshi. Haya yanajiri wakati ambapo jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran likizionya Marekani na Israel kwamba vita vya Mashariki ya Kati vitaongezeka iwapo mashambulizi dhidi ya Iran yataanza tena. Mengi zaidi kuhusu Mashariki ya Kati anaarifu Grace Kabogo. Tangu Rais Donald Trump alipoamuru mashambulizi dhidi ya Iran mwishoni mwa mwezi Februari, wabunge wa chama cha Democratic wamekuwa wakishinikiza maazimio ya kumlazimisha kupata idhini ya bunge kabla ya kuendelea na vita au kupeleka wanajeshi vitani. Wabunge wa Republican walifanikiwa kupiga kura kuyakataa mapendekezo hayo, lakini seneta wa Louisiana Bill Cassidy alijiunga na wabunge wengine watatu wa chama cha Republican, Rand Paul wa Kentucky, Lisa Murkowski wa Alaska na Susan Collins wa Maine ili kuunga mkono hatua hiyo. Maseneta watatu wa Republican hawakupiga kura hiyo ya jana Jumanne, huku John Peterman wa Pennsylvania akiwa seneta pekee wa Democratic aliyepiga kura kuipinga hatua hiyo. Hoja hiyo ilipitishwa kwa kura 50 dhidi ya 47 katika hatua ya awali ya kiutaratibu na sasa inatarajiwa kupigiwa kura ya mwisho katika wiki zijazo. Hatua hiyo inaonekana kama ushindi kwa wabunge wanaosisitiza kuwa katiba ya Marekani inalipa bunge mamlaka ya kuidhinisha vita na si rais peke yake. Wakati huo huo, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran IRGC leo limetishia kuongezeka zaidi kwa vita vya Mashariki ya Kati iwapo mashambulizi dhidi ya Iran yataanza tena. Taarifa iliyotolewa na shirika la habari la Iran Tasnim imeeleza kuwa IRGC imesema mashambulizi mapya yatayalenga maeneo ambayo hayatarajiwi. Akisoma taarifa hiyo ya IRGC, mtangazaji wa Tasnim ambaye hakutajwa jina alisema onyo kali kutoka kwa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran. Vita vya kikanda ambavyo vimeahidiwa wakati huu vitaenea hadi zaidi ya eneo hilo ikiwa uchokozi utarudiwa na kuacha mkiwa mmevunjika moyo kabisa. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran Kazem Garibabadi pia amesema Iran iko tayari kukabiliana na hatua yoyote ya kijeshi, akisisitiza kuwa taifa hilo halitakubali kujisalimisha. Garibabadi aliandika katika ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X kwamba Iran imeungana na imejiandaa kikamilifu kupambana na uchokozi wowote wa kijeshi. Ameongeza kusema kwamba kwa Iran kujisalimisha hakuna maana na kwamba ama washinde au wawe mashahidi. Siku ya Jumatatu, Rais Trump alisema alikuwa amepanga mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran kuanzia siku ya Jumanne, lakini aliyasitisha kwa sababu mazungumzo mazito ya kusitisha vita yanaendelea. Kisha jana, Trump alidai kuwa viongozi wa Iran walikuwa wanaomba kufikia makubaliano na kwamba Marekani ingeanzisha mashambulizi katika siku chache zijazo ikiwa makubaliano ya kudumu ya kusitisha vita hayatofikiwa. Ripoti yake Grace Kabogo, asante sana. Tuangalie sasa ziara ya Putin huko China. Rais wa China Xi Jinping na rais wa Urusi Vladimir Putin wamepongeza uhusiano wao wa kimkakati na biashara inayokuwa ya nishati walipokutana mjini Beijing leo Jumatano, siku chache tu baada ya ziara ya rais wa Marekani Donald Trump nchini China. Putin na Xi walisimamia utiaji saini wa mikataba zaidi ya 40 ya ushirikiano katika maeneo kama vile biashara, teknolojia na mabadilishano katika masuala ya vyombo vya habari. Wamesisitiza biashara yao inayokuwa hasa katika mafuta na gesi asilia na wakajitangaza kuwa wameunganishwa na uhusiano wa kimataifa. Je, ziara ya Putin China inatoa taswira gani katika siasa na diplomasia ya dunia? Nimezungumza na Tumaini Munale, mchambuzi wa siasa akiwa huko Shinyanga, Tanzania, ambaye kwanza anatoa tathmini yake kuhusu ziara ya Putin China. Ziara ya Rais Putin kwenda China na itafsiri ni kama mikakati mwendelezo ya kidiplomasia, na ikifuatia ile ziara ya Trump kwenda China. Mataifa haya makubwa yote duniani, tusahau kwamba China ndio taifa la pili kiuchumi baada ya Marekani. Kwa hiyo Urusi wanaenda pia nao kuimarisha mahusiano na China baada ya kuona Marekani ametoka kule. Kwa hiyo ni kama mashindano ya kutafuta fursa, mashindano ya kidiplomasia
Kwa wakati huu ambao ziara hii inafanyika, Tumaini, tumeshuhudia mikataba kiasi 40 ikisainiwa ya mashirikiano kati ya China na Urusi, jambo ambalo halikushuhudiwa wakati wa ziara ya rais wa Marekani Donald Trump hivi majuzi. Hii inatoa picha gani? Inategemea kwanza na malengo ya ziara yenyewe. Tunaamini kwamba Rais Putin malengo yake hayawezi akawa sawa kwa 100% na malengo ya Rais Trump. Lakini ninachokijua tu ni kwamba wakati Trump yuko China, Trump alimsifia sana Xi Jinping, rais wa China, na akamwagia sifa na alionyesha amefurahishwa sana na mapokezi aliyopata kule. Ni ishara kwamba pia kama alikuwa na malengo yake yaliyokuwa yamempeleka China, atakuwa aliyakamilisha kama alivyokuwa amelenga yeye mwenyewe. Kwa hivyo Marekani kwa nafasi yake na China kwa nafasi yake, naona kabisa kwamba China ni taifa ambalo sasa wako karibu na mataifa yote makubwa, wako karibu na Marekani, lakini pia wapo karibu na Urusi pia. Ziara hii ya Putin inafanyika wakati mgogoro wa Mashariki ya Kati ukiwa bado unaendelea, na mpaka sasa hivi hakujapatikana suluhisho, na vile vita vya Ukraine bado vinaendelea. Unaona wapi fursa ya China au rais wa China Xi Jinping katika kumshinikiza Rais Putin kuvifikisha mwisho vita vya Ukraine? Pale katika vita ya Ukraine na Urusi kuna baadhi ya mambo ambayo China anakuwa anashirikiana na Urusi pasipo kumshirikisha Marekani. Hususan ni masuala ya kibiashara, kuuziana mafuta, kuuziana na gesi, ukizingatia kwamba Urusi walikuwa wamewekewa vikwazo vya kiuchumi miaka mingi. Lakini kwa upande wa Marekani kihistoria wamekuwa na uhusiano wa karibu sana na China tangia enzi za ukoloni. Na kwa hiyo sasa hata ukuaji wa kiuchumi wa China mpaka sasa hivi jinsi ilivyo ni kwa sababu pia ya Wamarekani wengi wameenda kuwekeza kule. Kwa hapa ambapo tumefikia, ungeweza kusema kwamba Rais Xi Jinping ndiye nguzo ya michakato ya diplomasia duniani kwa sasa, kwa sababu tumemshuhudia Rais Trump akienda huko Beijing, na hivi sasa Putin naye amekwenda huko Beijing. Trump alikuwa na wasiwasi kuhusu China kwamba huenda inaisaidia Urusi ikiwa imejificha. Lakini pia Trump ana wasiwasi kuhusu Urusi na China zenyewe kuisaidia Irani huku akiwa wamejificha. Kwa sababu ile migogoro yote hii miwili, ukiangalia mgogoro wa Ukraine na mgogoro wa Ukraine pamoja na mgogoro wa Irani, ni migogoro ambayo inaonekana imekuwa migumu kuisha kwa sababu wanazungukana. Mataifa haya makubwa wanazungukana. Tumaini Munale, mchambuzi wa siasa kama nilivyozungumza naye. DW tunavuma kwa kishindo. Ni saa 12:15 Afrika Mashariki. Shirika la Afya Duniani WHO linasema hakuna sababu ya kuweka vizuizi vya usafiri kutokana na mlipuko wa Ebola unaoendelea katika nchi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Kwa mujibu wa kamati ya dharura ya WHO, hatua za kufunga mipaka au kuzuia safari hazina msingi chini ya sheria za kimataifa za afya, licha ya kuongezeka kwa kasi ya maambukizi katika eneo hilo. Michael Kwena ana ripoti zaidi.